Mungu akupe marafiki wazuri. Amen. Namalizia na mfano wa mwisho. Huwa napenda sana kutoa mfano wa mtoto wangu. Mimi, mtoto wangu. Moja kati ya kitu ambacho ninapenda, nimeona wanafunzi. Let us have a strategic plan to them. Kuwa na mipango ya kusoma. Ndoto ya kusoma. Kusudi la kusoma. Nia ya kusoma. Itakamenya time. Unakuja muda ambao kila mwanamke atakuona mzuri. Wewe unajua tu ni mwanamke, kumbe ni mpango wa shetani ushindwe kwenye kipindi. I was so big enough in physics, in chemistry. I was so big enough. But today I failed is because of what I'm talking today. So you my son, be careful so much in your schools, okay? Kwa makini. Dunia imemeza. Dunia imeumiza. Huko duniani sio kuzuri. Mungu akuteteza. Mungu akutetea. Nimepata graduate nyingi sana. Nimepata zawadi nyingi za binti yangu akiwa form 3. Akiwa form 3. Ghafla anapata marafiki. Nikajua marafiki zake ni wazuri. Wanamfundisha namna ya kusoma. Wanataka wasome pamoja. Walikuja wazazi wenzangu wakaomba binti yangu aende kuwafundisha. Wakaja walimu wa kanisa wakasema binti ni mzuri kuimba. Wakaja walimu wa tuition wakasema binti ni mzuri. Kumbe mioyoni mwao kulikuwa na angamizo. Ghafla binti yangu anabadilika. Ghafla hanisikii baba yake. Kisa ambacho kinaniumiza moyoni. Nashukuru Mungu alinijibu kilio changu. Leo niko chooni lakini inaniumiza. Ninakuombea mwanangu, simama kwenye nafasi yako. Wazazi tunaumia sana. Tunatamani ufikie mahali ambapo Mungu atajitukuza kwako. Nimefurahi sana kwa namna ambayo unamtumikia Mungu. Mungu akulinde na asikuache. Mungu akugange. Mungu aondoke na unyayo wako. Anga, mbingu na ardhi zikakutetea mwanangu. Amen. Damu ya Yesu ikufunike. Mungu katika hili naomba usikie. Wakawashirikisha watu waliotegemea ni rafiki zao. Mwisho wa siku miradi imekufa. Unauliza unatoa wapi hayo maneno? Soma Mwanzo 27. Mwanzo 27 mpaka kuendelea. Sitakwambia usome, utasoma kwa muda wako. Unafeli masomo, usomi alafu wewe unaenda kanisani unasema baba ninaomba nikafaulu mtihani. Wewe utakuwa hujajijua. Eti hii itakuwa ni sahihi tumishi? Itakuwa ni kweli? Kuna watu wamesimama, mke au mume tuseme analewa pombe. Yawezekana katika hizi familia mmoja ameokoka. Yawezekana mimi nalewa, mke wangu halewi. Sasa mke ananyanyuka na kuja madhabahuni, baba katika jina la Yesu msaidie mume wangu aache pombe. Wakati wewe umemwacha kilabuni. Utakuwa usijui vita. Kuna vita za mwilini na vita za rohoni. Vita za mwilini zinapigana na vita za roho za mwilini. Maana yake mtu anakuambia kwamba mume au mke anaona huyu analewa, mwambie kwamba sitaki ulewe. Nimesema sitaki. Yaani mkere mpaka aone sasa kwa kweli hicho kipindi kile ikifika wakati wa kwenda kulewa akumbuke vile unavyomkera. Mwenye wataacha. Amina. Unasema nimetoa ujasiri gani wa kufundisha jambo kama hili? Kwamba vita vya kimwili vinapigana na vita vya kimwili. Soma Zaburi ya 115 mstari wa 6. Mungu anakuambia mbingu ni mali za Bwana, nchi amepewa mwanadamu. Maana yake mbingu ni nini? Mbingu ni untouchable, kama ni kitu ambacho huwezi ukashika. Lakini nchi ni ardhi na kila kitu kinachobadilika kwenye hayo mazingira. Nikwambia ardhi haimsubiri Mungu kubadilika, ardhi inakusubiri wewe. Na ndio maana kwa Kisomi wanasema to the mind is a place where you can create the world you want. Haleluya.
kitu kama hichi. Mungu anakupa process. Kwa nini? Anaposema mbingu ni mali ya Bwana, maana yake kitu ambacho kipo katika ulimwengu wa mbingu, kitu ambacho hakishikiki, wewe huwezi kupigana nacho kwa sababu ukioni. Unasema ni mfano gani huo? Unaona, kwa mfano kama saizi tumesimama hapa, yawezekana wewe unakuja kunishirikisha wazo. Wewe ni mwanafunzi, unasema bwana, mtihani huu nimefaulu vizuri sana, kwa kweli nataka kesho, mtihani wa kesho nifaulu vizuri zaidi. Au yawezekana mke, unasema kwa kweli mume wangu sasa ananipa kitu kizuri sana, ananipa mtaji, ananifundisha mambo mazuri. Sasa kwa unamshirikisha rafiki yako. Rafiki yako naye anakuja anasema, "Ni kwa kweli wewe mwanafunzi yani safi sana. Na wewe mke safi sana. Awe mume safi sana." Moyoni ana misumari. Moyoni amebeba misumari, ambapo akigeuka tu anatuma maangamizi ya roho, anatuma ngao za shetani. Kwa nini nasema hivyo? Natakiwa uwe makini kila dakika na kila saa unapozungumza. Mshirikishe Mungu kwanza. Haleluya. Vita ya shetani. Shetani ana namna ya kujia kwa vile usipoweza. Shetani ana design zote za kuja upande wako. Anakuja kirafiki sana shetani. Anakuja kirafiki mno. Anakuja na mawazo mazuri. Yawezekana akaja katika upande ule ambao mawazo yao nayo.